Nimeona nikipita kwenye mikoa mbalimbali kuwasikiliza vijana. Tena nimekuwa nikipita katika maeneo ambayo sio rasmi kwa mikutano, ili niweze kuwafikia vijana wengi sana ambao kwa namna moja au nyingine kwa muda mrefu wameshindwa kupata nafasi ya kuelezea hisia zao pamoja na mawazo yao. Nimepita masokoni, nimefanya vikao, nimepita maeneo ya stendi, nimefanya vikao, vijiwe vya bodaboda na maeneo mbalimbali ambayo vijana wanapatikana. Lengo ilikuwa ni kupata uhalisia kwa nini kinaendelea katika maisha yao ya kila siku. Na ukweli kama ilivyo kauli mbiu yetu, walifunguka na walieleza mambo mengi ambayo mimi kama kiongozi nilijifunza na niliona kuna umuhimu sasa tukae pamoja tuweze kuyajadili. Niligundua kuna mambo mengi sana yanawakatisha tamaa. Mojawapo ikiwa pamoja na kuto kupewa nafasi ya kusikilizwa, kucheleweshewa mambo yao wanapofuatilia katika ofisi zetu, lakini pia kutokuwa na taarifa za fursa zilizopo. Maeneo mengi niliyopita, vijana wengi hawafahamu fursa nyingi ambazo zinapatikana ambazo zimetolewa na serikali. Lakini pia nilikuta kuna kukosekana kwa uwiano wa taarifa za kifursa. Inaonekana vijana wanaopata hizi taarifa ni wale wale, wanaofaidika na fursa zinazopatikana ikiwemo na mikopo yetu ni wale wale, na hii kwa namna moja au nyingine imewakatisha tamaa wengine na kuwajengea chuki kwa namna nyingine fulani. Tumekubaliana kuwa vijana hawataki kucheleweshewa mambo yao. Tunaishi katika ulimwengu wa kasi na wanatamani vijana wanapohitaji mambo yao basi yasiwe na sababu ya kucheleweshwa kama yanaweza kuharakishwa. Nimetoa maelekezo kwa viongozi wa serikali kila nilipopita kwamba masuala yanayohusiana maendeleo ya vijana yatekelezwe kwa kasi kubwa sana. Kama jambo haliwezekani kwa wakati huo, ni vyema tukawa wazi na kueleza vijana kwamba jambo hili haliwezekani.